Sadiki TV, manhaj ya Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafi wa umma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sababu ya ugonjwa ya mzee wangu ambaye namuita Bilal ibn Rabah, ambaye nakuwa naye katika anakuwepo kila darasa, anakuwepo msikitini, ndiye muadhini wa siku ya Ijumaa katika msikiti wa Boraska. Tumeweza kumkosa kwa sababu ni mgonjwa mpaka tukaweza kumpeleka hospitali, na leo ametoka hospitali. Lakini katika sababu za ugonjwa ni kwamba amepatwa na infection katika damu, na alafu utu uzima, ana miaka mingi, mtu ana miaka 105 lakini bado ana survive baada ya kupata infection katika damu, na ni maradhi ambayo ni magumu sana, yanachosha wakubwa wenye afya, jiko yeye mtu mzima. Alafu akawa ana shida nyingine kidogo kwenye masuala ya mishipa, pia wamempima, wameona hivyo, lakini yuko sawa upande wa pressure, hana maradhi mengine nyemelezi, isipokuwa hali hii tu, na kwa sababu ya utu uzima ukampata udhaifu, na ikawa hawezi hata kusimama, hawezi kutembea, pia ikawa akili haelewi anachosema ni nini. Kwa hiyo mwisho wake ni kumpeleka Bombo kumlaza, lakini kwa uwezo wa Allah leo tumepata ruhusa na yuko kwenye maandalizi ya kupelekwa nyumbani inshallah. Lakini zaidi ilimuathiri kwa ni infection katika damu, na watu madaktari wanajua kwa nini kunakuwa na infection, lakini hakuwa na UTI wala nini, tunafikiria labda hivyo au. Na pia sehemu ya kifua kidogo alikosa pumzi, na baada alifunga Ramadhani na akafunga na 6. Baada ya kumaliza tu akajisikia kuhusu tumbo kuuma, akaharisha, akapoteza maji. Kwa hiyo tuliweza kumweka drip karibuni 6 baadaye, na alhamdulillah leo tokea jana alikuwa na afadhali sana, na leo wamemwona daktari kwa vizuri, kwa hiyo ametoka amekwenda nyumbani inshallah. Jambo moja muhimu sana umelizungumza, wewe ni mtoto wa Sheikh Zuberi, na umesema kwamba ana miaka 100 na ngapi? 105. Na katika kipindi chote kuna jambo very interest ambalo kwa kizazi chetu tunataka kiwe ni kama mazingatio kuhusiana na Sheikh kuacha swala kwa jinsi ambavyo ulikuwa unamshuhudia kwa kwako mpaka sasa hivi unalizungumziaje? Wallahi mimi katika kitu ambacho yeye alinizoesha katika kipindi niko naye mpaka akahamia Mombasa, yani lazima kwenda kusali, na sijamuona mimi tokea kipindi hicho mpaka na mimi umri ulionao sasa hivi, yani kuacha swala ya jamaa yoyote, awe ni mzima, hata utamuona anakuja huku hata na swala za Ijumaa anakuja Boraska kwa kujikokosa, lakini si rahisi yeye kuacha swala ya jamaa. Lakini kwa kweli kufuatana jambo muhimu, ule kuumwa ni kuumwa kweli. Ijumaa 2 tumemkosa, na akawa ana hali hawezi hata kuswali, akili bado haijakaa vizuri ya kuambiwa kwamba sasa aswali, haipo akili vizuri. Lakini katika jambo kubwa swala ambalo inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, basi hili amelitekeleza sana. Na vile vile kama nilivyosema katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha idha arada bi'abdihi khairan, kwamba Allah akitaka kwa mja wake khairi istamalahu, humtumia. Basi humtumia. Mtume alipoulizwa humtumia katika nini? Katika kufanya khairi. Mzee huu ni mtu ambaye anapenda khairi za darasa. Hakuna hapa Tanga darasa la shekhe yoyote ila lazima ahudhuria akasikilize darasa, na hii sio hivyo. Mimi nimemuona katika historia, alikuwa mwanafunzi wa babu yangu mzaa mama, kwa sababu alikuwa ni shekhe, ndiye alianza kumsomesha na akawa chini yake anahudhuria darasa mpaka akamuozesha mke ambaye ni mama yangu mimi. Tukazaliwa tuliozaliwa, ingawa wengi ndugu zangu wengi waliondoka, nikabaki tena kitumbo moja, ni mimi tu, wengine wa baba mmoja au mama mmoja. Kwa kweli sijamuona, na alikuwa ni muadhini
wa babu, halafu baadaye akawa yeye ni imam katika miaka yote haya. Kwa hiyo alikuwa akishughulika na kheri, na mpaka sasa hivi naona Khatima bado anapenda kheri. Na pia na kitu kingine cha ziada, ni mtu sawama qawama, anafunga huu takriban na ujua karibuni mwaka wa 15 anafunga Jumatatu na Alhamisi. Jumatatu na Alhamisi, akifunga Ramadhani anafunga na 6, yani hizi sunna yeye haziachi. Na anaswali katika qiyamul layli Ramadhani. Katika miaka yote usanaye vijana wadogo wamechoka, lakini yeye anaswali kusimama na kwenda, utafikiri ni kijana aliyozaliwa jana, mpaka namuita ni baba, lakini ni kijana mzee. Na mwisho kwa kumalizia, una lipi la kuambia sasa Waislamu wa Tanga, lakini Tanzania kwa ujumla, ambao wallahi kwenye magrupu humo, lakini kwenye misikiti watu wamekuwa na hamu ya kujua kuhusiana na mwisho waambiaje? Kwa maana mwisho, kwanza namwombea dua Allah ampe afya njema na ampe hatima njema, na usia vijana wasiwe wavivu wakawa nyuma katika kufanya kheri. Aliye na kheri ya nguvu aitumie nguvu yake katika ibada, aliye na kheri ya nguvu na mali vile vile aitumie mali yake katika kuitoa katika kheri, kuimarisha maswala ya kijamii na kuimarisha mambo ya Kiislamu, ili nuru ya Allah ituenee kama ilivyoenea maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha wa sallallahu ala Muhammad wa sallam. Sadiki TV, manhaj ya Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salafi wa umma.